Wakati kamati ya waamuzi ya shirikisho la soka nchini ikisema imeanza uchunguzi kwa waamuzi waliochezesha mechi ya Simba na Mashujaa iliyogeuka gumzo, wadau mbalimbali wa soka wakiwamo wachezaji wa zamani wameibuka kusema kinachofanyika sasa ni aibu kwa soka la Tanzania. Mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Nasoro Hamduni alinukuliwa jana na Mwanaspoti na kusema wameanza uchunguzi wa waamuzi waliochezesha mechi hiyo iliyopigwa kwenye uwanja wa KMC Complex kutokana na kuzagaa kwa tuhuma kutoka kwa mmoja wa wanachama wa Simba. Mechi hiyo ya kiporo cha ligi kuu ilipigwa Ijumaa na Simba kushinda mabao 2-1, yote kwa penati yakifungwa na Leonel Ateba. Lakini muda wa nyongeza wa dakika 15 ulioongezwa na waamuzi na utata wa penati iliyowapa ushindi wenyeji ndio limekuwa gumzo mtaani na katika mitandao ya kijamii. Mwamuzi wa kati Kefa Kayombo aliongoza dakika hizo huku akimlima kadi ya pili ya njano kipa Patrick Munthari wa Mashujaa iliyozaa nyekundu akitoa penati dakika 90+19 iliyoonekana ya utata imezua kelele kwa mashabiki, huku baadhi ya wadau wakishindwa kujizuia kutoa misimamo yao. Wadau hao wamesema kilichofanyika katika mechi ya Simba na Mashujaa si tukio la kwanza kwa ligi kuu ya msimu huu, kwani kuna pambano lililopigwa siku za nyuma yalikuwa na uamuzi ya utata. Lakini kinachoshangaza ni mara zote kuzihusisha timu chache, huku mamlaka zinazosimamia ligi hiyo kuzinyamazia aibu hiyo. Wakizungumza kwa nyakati tofauti jana, baadhi ya wadau walisema licha ya ligi kuu bara kutajwa inashika nafasi ya 4 kwa ubora Afrika, lakini matukio yanayoendelea, maamuzi yenye utata, hasa kwa timu moja yanayoleta taswira mbaya, haistahili kuwepo hapo. Mmoja wa nyota wa zamani wa soka nchini aliyewahi kukipiga Simba na Yanga pamoja na Mtibwa Sugar, bila kusahau timu ya Taifa Stars, aliyeomba kuhifadhiwa jina lake, alisema hajui ubora wa ligi kuu bara kushika nafasi ya 4 shirikisho la kimataifa la historia na takwimu za mpira wa miguu IFFHS ilitumia vigezo gani. Alinukuliwa akisema haiwezi kuwa ligi bora wakati waamuzi wanaochezesha kwa upendeleo na hakuna viongozi yoyote wa mamlaka ya soka anayekemea. Kuna matukio mengi ya aibu kwa ligi yetu, lakini ni kama wahusika wanaosimamia ligi wameridhika hivi, wamekemea, na hata wanaovurunda hawaadhibiwi kukomesha vitendo hivyo. Hii inaharibu sifa ya soka la Tanzania ambalo limetoka katika shimo la sintofahamu, alisema nyota huyo. Matokeo hayo ya kubebwa kwa baadhi ya timu ndiyo yanayozifanya klabu zetu zinazowakilisha nchi kimataifa zimekuwa wasindikizaji tangu mwaka 1968 tulipoanza kushiriki michuano hiyo, zikipitwa na klabu changa zilizobeba mataji ya michuano ya CAF. Tusikubali aibu hii. Kwa upande wa katibu mkuu wa zamani wa shirikisho la soka Tanzania TFF Angetile Usia, alisema kwa hatua iliyofikia ni wazi TFF na bodi ya ligi wanapaswa kujitokeza hadharani kulaani vitendo hivi vinavyoturudisha kimaendeleo zaidi. Alinukuliwa kuwa ukiangalia tunasema ligi yetu inashika nafasi ya 4 kwa ubora Afrika, ila inachokiona sisi tumevaa suti lakini nguo zetu za ndani ni chafu. Kitu kibaya kinachoniumiza ni kuona wahusika wenyewe wamejifungia na wala hawawajibiki. Agatile alisema kinachopaswa kufanyika ni rais wa TFF Wallace Karia na uongozi wa bodi ya ligi kujitokeza na kukomesha matukio tata yanayotuharibia, ikiwezekana wachunguze na hatua kali kwa wababaishaji zichukuliwe kwa haraka.
Hizi adhabu zinazotolewa na kamati ya ligi hazijitoshelezi kwa sababu rais amejiwekea mamlaka makubwa ya kiongozi, basi ni vyema na huku akichukua uamuzi mgumu ili kwa pamoja tunusuru kasumba hii inayoendelea kila kukicha. Kwa upande wa wakongwe walisema nyota wa zamani wa kimataifa wa Tanzania aliyewahi kuwika na timu za tumbaku Simba, Yanga, Taifa Stars za moyoni, Mogela Golden Boy alisema kinachoendelea ni wazi, vyombo vya usimamizi havikwepi lawama, hivyo ili kuondoa hali hii ni lazima wafanye uamuzi mgumu. Alinukuliwa akisema tatizo lililopo tunaangalia sana usoni, hasa zinapokuja suala la Yanga na Simba. Kwa mfano, tukio lao la kugomea mechi, ingekuwa timu ndogo uamuzi ungeshatolewa mapema sana, ila angalia kinachoendelea hadi sasa ni kuogopana tu. Mogela aliongeza kuwa kinachoonekana ni wazi wasimamizi wa ligi ni waoga wa kufanya uamuzi, hasa linapokuja suala la Yanga na Simba. Ingawa kama tunataka soka letu lipige hatua, ni lazima tuondokane na jinamizi hili ambalo ndilo linalotuangusha. Nyota mwingine wa kimataifa aliyewika biashara Shinyanga, Yanga, Simba, Malindi na Taifa Stars, Edibili Lunyamila alisema bodi ya ligi inapaswa kufanya uamuzi mgumu kwa mechi zilizosalia kumaliza msimu huu ili isionekane vigogo hao nchini ndio wenye haki ya kushinda. Lunyamila alisema ifike wakati mechi zote apewe mwamuzi Ahmed Arajiga tu, kama wengine wameshindwa kuonyesha weledi na kusababisha sintofahamu ambayo inazidi kuliweka soka letu katika taswira mbovu licha ya hatua kubwa zinazoonekana wazi. Katika mitandao ya kijamii, mashabiki na wapenzi wa soka wamekuwa wakishutumu ukimya wa uongozi wa bodi ya ligi na TFF kwa ujumla, huku baadhi wakisema inaleta picha kuna timu inatengenezewa mazingira ya ubingwa wa msimu huu kwa kuorodhesha matukio tata ya timu husika. Hata hivyo, mashabiki wengi wamekuwa wakirejea matukio kadhaa ya utata yakihusisha zaidi timu moja, ikiwamo lile la bao la mkono la beki wa Yanga Ibrahim Baka dhidi ya Tanzania Prison, penati yenye utata ya mechi ya Namungo dhidi ya Dodoma Jiji, utata wa mechi ya Namungo dhidi ya Simba, mwamuzi Jafet Smart alitoa kadi nyekundu kwa beki Derrick Mukombozi wa Namungo kisha kuizawadia Simba penati 3 wakati ikishinda 3-0 kabla ya kadi hiyo kwa beki huyo kufutwa. Hakuna kiongozi wa TFF wala wa bodi ya ligi waliopatikana jana kutolea maamuzi juu ya hali iliyopo kwa sasa katika ligi hiyo, lakini mjuzi mwenyekiti wa waamuzi alisema sheria na kanuni zinawabana waamuzi kuwa wanachama wa klabu na wameanza uchunguzi kwa waamuzi wa mechi ya Ijumaa. Mimi ni Victoria Melkiadi, ni ambaye nimekusomea habari hii ambayo imeandikwa na gazeti la Mwanaspoti. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya vipindi vingi vinavyoendelea.